uwezekano wa kukorapsi na kuleta madhara, lakini tunapigwa kutumia teknolojia ambapo kama tusingekuwa na hii tungekuwa na majukwaa, tungeweza kuteka majukwaa kama scaffolding au cherry picker au man cage, na kwa sababu ni kazi ya juu kisaikolojia, wafanyakazi wanakuwa na hofu kufanya kazi za juu, lakini hichi kifaa kina scan na kinakupa taarifa zote. Ulikuwa ni mfanyakazi kupanda kwenye majukwaa na kuanza kufanya kazi ya kupima. Kwa hiyo teknolojia hii imekuwa msaada mkubwa. Kwa hiyo taarifa zote zinakuwa ziko hapa, alafu baadaye zinachakatwa na unajua kabisa thickness ya hiyo tanki au kwamba ni kiasi gani, na kwa hivyo integrity ya hili tanki au hopper ni kwamba ni madhubuti au imara, na kwamba itafikia madhara itasababisha. Lakini kitu cha muhimu zaidi, yule mfanyakazi haiko katika mazingira hatarishi ya kufanya kazi za juu kwa kutumia teknolojia. Kwa hiyo kisaikolojia anakuwa yuko timamu. Eneo hili ni eneo muhimu la afya. Kwa hiyo afya mfanyakazi inaanza pale anapoajiriwa, anafanyiwa uchunguzi wa kitabibu wa awali, kama anasikia, kama anaona vizuri, lakini baadaye kunakuwa na uangalizi wa kufanya uchunguzi wa kitabibu kila mwaka, asipate madhara ya kazi anayoifanya au magonjwa yanayotokana na kazi. Kwa hiyo ni kwamba kwa kelele sampuli. Kwa pande mwingine ni paramedic, ziko nyakati ambapo mtu anapata changamoto ya kiafya na huyu ni paramedic, kwa hiyo wanafanya CPR na kutoa huduma zingine za matibabu. Kwa hiyo tunao huduma hiyo. Sawa, kwa hiyo huduma hiyo ni muhimu. Mimi kwa niaba ya wenzangu watumishi lakini wananchi wa mkoa wa Njombe, tunawashukuru sana. Kama nilivyosema pale kwenye shughuli ya OSHA, tunawashukuru OSHA kwa kuandaa wiki ya usalama kazini, lakini tunawashukuru wenzetu wa GGM kwa kuweza kufunga safari kutoka Geita kuja Njombe. Sio safari ndogo, sio safari ndogo, ni safari ya masafa. Kutoke Geita uione Shinyanga, uione Tabora, Singida, Dodoma, umeona milima yetu na zile kona za kuja Iringa, mwingie Iringa, mje Mafinga, Makambako, kufika hapa ni uthubutu mkubwa wa taasisi kwamba hebu ngoja twende tukashiriki. Sasa ile ina mambo mawili. Kwanza ni sehemu ambayo inawasaidia watumishi wenu kujua upande mwingine wa Tanzania, kwa sababu kuna watu ambao kwa kuzaliwa, kusoma, kwa kuajiriwa, huu unakuwa ni ukanda mpya. Anaisikia tu Mbeya, anaisikia Iringa, anaisikia Njombe. Kwa mwingine kuuliza, hivi Njombe inapakana na Sumbawanga? Hivi Njombe inapakana na Lindi? Kwa sababu kuna watu ambao jiografia hiyo hajapata bahati hiyo. Kwa naamini kuna watu ambao kwa kuja huko amejifunza kitu kipya kabisa kwenye nchi. Lakini kwa weather, sisi watu wa kanda ya Ziwa, tunatokea Musoma, mikoa yetu ya Musoma, Mwanza, Geita, Kagera, weather yetu ni ya kawaida sana, ni moderate. Sasa kwa Njombe hii ndio hali ya joto. Maana sisi baridi itaanza mwishoni mwa mwezi wa 5. Lakini kwa maana saa hizi watu wanavaa mashati ya kawaida, tunai makoti, unalala usiku, unapata na jasho. Angato unapata muda kutojifunika mablanketi, unaweza kulala bila shuka. Hii hali nzuri sana ya hewa, na kwetu sisi ni samba. Na watu unaona wanatembea, unaona, lakini huku watoto watavaa nguo na tunahusu kuvaa kidogo na makofia, na mtu anakava mwili wake. Ni baridi ambayo inaumiza kabisa na unaweza ukafa. Kwa hiyo nadhani kwenye wakati wa baridi muda kama mngekuwa mmeshafunga hapa na kukimbia. Kwa hiyo ni hilo la pili. Na kila tatu ni kuhusu GGM kwamba mmeitambulisha Tanzania. Mmetambulisha sekta ya madini, na kote ambako tunaenda kuibua migodi mipya, taswira ya watu kichwani ni kuona kwamba migodi ile inafanana na GGM. Kwa hiyo mmeseti precedent, na mimi nikiangalia Tanzania miaka 50 inayokuja, huenda tukaanza kuwa na a lot of CEOs ambao msingi wao walifanya kazi Geita Gold Mine. Kwa Tanzania
sekta ya fedha, watu kama Standard Chartered wametoa viongozi wengi sana wa benki wa Tanzania. Sasa mimi naamini kwamba migodi mipya inayokuja huko, hata sisi Njombe sasa tunaenda kwenye uwekezaji mkubwa wa mgodi wa Mchuchuma na Liganga, dola bilioni 3, ni kama trilioni 7. Sasa naamini kwamba huko mbele tunao watu ambao watatoka huko. Mtakutana watu huku ni director wa hiki, ni director manager wa hiki. Ujuzi na utaalamu wa hapa, kaka zangu na ndugu zangu hapa, ni utaalamu ambao haujawa kwenye maeneo, kwa sababu experience ya migodi mikubwa kiwango chenu hatuna sana Tanzania. Kwa mimi naamini kwamba watu tulionao tukijitunza vizuri na Mungu akatupa afya na tukafanya kazi kwa misingi ambayo tumelelewa kwenye makampuni makubwa, bado tuna nafasi ya kuwa na manufaa kwenye sekta ya madini huko ambapo tunaendelea kujitanua kama nchi. Na la mwisho ambao tunazungumza kama kiongozi wa serikali ni kuheshimu kazi. Kazi hizi zina leo na kesho. Zina leo na kesho. Wala ambao ni the young ambao wameajiriwa, asidhani kwamba uliamka tu asubuhi kafika hapo ulipo. Haki ndio shida tulionao leo kwenye kizazi. Anakuja mtu na degree yake, amefanya masters yake nje, akifika hapa anadhani kesho ni manager. Hata ule muda kuvumilia na kustahimili. Na unaweza kukutana na watu hapa, anakuja unamuuliza, unakuja kutafuta mshahara mzuri au kujifunza kazi kuu. Kwa hiyo mimi naenda GGM maana kwa sababu analipa vizuri. Sasa mtu aina hiyo akiambiwa kesho CRDB wanalipa vizuri, atoka GGM anaenda CRDB. Kwa hiyo kuna mtu, tuna watu wameshakuwa wazururaji wa ajira kwenye maeneo ya hakai akatulia. Hakai. Lakini pia hata kila ambacho unalipwa unakitumia. Sasa ninyi mmekaa na Vice President kaka Manyika ambaye kwa hapa ana hoteli ya Hillside. Kwa ninyi ambao mmepata nafasi ya kufanya naye kazi, nendeni pale Hillside mkajifunze maana ya Mtanzania ambaye alifanya kazi kwenye kampuni akagrow na akafanya kitu ambacho ni makabu. Kwa hiyo mna nafasi, kwa sababu hizi ni kazi ambazo kuna watu pia wamelipa vizuri huko. Na mimi nimeona huko unakutana huko choka mbaya. Anakuelezea mitaa tu, alikuwa anaenda na ndege Dubai, aenda South Africa, mwingine alikuwa kila wilaya huko Geita, alizaa Mwanza, amezaa Bukoba, amezaa watu. Sasa anaangaishana na mirathi. Hao nao wapi? Lakini kwa maana ya kwamba tukijua tuko kwenye wiki ya Mei Mosi, na mimi nimekuwa nikiwaambia watumishi, kipato hicho tunacholipwa ni kidogo. Lakini una hakika ukipata kila mwisho wa mwezi, kitunze, kithamini. Inakuwa ni aibu sana idara yetu ya utawala pale bado wahangaike na mtu aliyetafuta kazi mwenyewe kumwambia acha pombe itakuharibia kazi. Kwa umekuaje bwana, umerogwa? Hebu nenda huko kwenu hata ukutabike. Mbona hivi tuko sio kawaida? Sasa ukiona kuna mtu aina hiyo leo, maana yake ni kwamba tuna changamoto kubwa ambayo lazima ninyi mmetukulia kwenye umri tufanye proper mentorship ya waliopo, kwanza waweze kukua, ili wajifunze kazi waifahamu. Maki na hiyo shida pia. Msione tu kwamba watu wanachukua watu nje kuwaleta, ni kwa sababu pia kuwapata watu wazuri kama hawa na ukakaa naye kwa muda umemtrain. Nielewa. Unamtrain, anapata knowledge, kesho kinafungua kimgodi maana fulani anakimbia. Miaka miwili kimgodi kimeisha anarudi. Sasa ni lazima pia tuwafundishe watu wetu kwenye consistency. Lakini ninyi mmetambulisha sekta ya madini kwenye nchi kwa utaalamu, kwa uthubutu mkubwa, kwa teknolojia hizi. Mimi naamini wanaofuata kwenye kuwekeza migodi, ninyi mmeweka alama kwamba uwekezaji kwenye migodi unapaswa kuwa hivi. Lakini sisi tunafuatilia pia kama Watanzania kwenye kodi na umwamba wenu kwenye kutoa magawio kwenye serikali, lakini kwenye ajira, hata namna mnavyotangaza ajira zenu. Hata malalamiko. Ndio tu mnavyotangaza. Ni moja ya maeneo ambayo utaenda utaona watu watakompete, utapata. Atakompete, atapata kwa competence yake. Kwa hiyo kuna vitu vingi nilikuwa nasoma hata zile taarifa zenu mnazoonyesha kwa wafanyakazi. Sidhani kama kuna mtu anaweza kufanya kazi GGM na akatoka akawa maisha. Atakuwa ameamua mwenyewe. Ufanye kazi GGM, kesho wewe mjinga, huna makazi, huna lolote, huna nyuma, huna mbele, wewe kwako GGM ni kunywa pombe za gharama kubwa. Basi utakuwa umeamua tu kama wewe ni mzee wa GGM na Highness, Highness unagonga
Kitano wasema wazee wa GGM naimba kwenye bendi papa PDG. Lakini ninyi ni watu ambao mimi naamini kwamba mmeseti maki nzuri kwa maana ya utumishi, mara ambapo panavutia mtu kwenda kufanya kazi. Hata kwenye CV yake akasema mimi nimefanya kazi hii, mtu akamwona kabisa kwamba wewe ametoka kwenye mikono watu wameona juu. Na wakaribisha Njombe, eneo ambalo mnaweza mka individually kuamua kufanya uwekezaji, a lot of opportunity. Na nimekuwa nikiwaambia watu kwamba miaka ile ya 80 na wakati viongozi wanaambia watu kuhusu Geita kwamba kuna mgodi mkubwa hapa itakuja kwa hivi, kuna watu walikuwa waamini, kwa sababu wanaiona Geita ni wilaya ya Mwanza, Geita unavuka na Pantoni, Geita ni barabara ya vumbi kutoka Sengerema kwenda kule, hauoni mgodi. Kwa pale Geita kuna mtu anakuambia yani huyu Mungu acha kabisa. Hapo karibu nilipata kabisa kiwanja 50,000 na nilikuwa nao sikununua. Nao watu wewe ni majuto na wanajuta. Watu aina hiyo wao wafi mapema. Unatunzwa kabisa mpaka uone majuto yako na ujinga wako wote. So baada ya kusema haya, nawakaribisha sana Njombe. Karibuni kwenye Mei Mosi. Mheshimiwa Rais atakuwa hapa kuongoza Watanzania kwa ajili ya maadhimisho haya makubwa. Lakini pia karibuni, kama kuna jambo ambalo mnahitaji sisi kufacilitate. Niko na kakaangu hapa Sweda, mkuu wetu wa wilaya. Yuko mdogo wetu hapa Mhaiki ambaye yeye ni DAS. Tuna watumishi wetu wengi kwenye maeneo haya. Kama mna jambo, ofisi zetu ziko wazi, karibuni kwa jambo lolote muweze kupata nafasi ya kujifunza. Ninyi ni mwamba kwenye mitambo hapa. Na si hapa tuna maeneo ukienda unashangaa. Kuna watu walikuja, nasema sasa hapa mkichana ambao mnapeleka hapo mabazi, tukaambia sisi hatuna mabazi. Mabazi yanasagwa kwa venia. Kwa kuvumbi na mbao na tutupa kwenye parachichi. Kipata nafasi ya kutembea, watu huko wanalima viazi mnavyotumia kule viazi mviringo. Na tuna watu wanalima heka moja viazi gunia 150, gunia 200, wanapata hela yao. Wanalima mpunga gunia 35 40 kwenye heka moja. Wanalima mahindi gunia 30. Kule mnakotoka mbolea mpaka ufanye kampeni. Huku mwananchi aamini kama anaweza kalima bila mbolea. Lakini ndugu zangu Wasukuma wa Simiyu, Mwanza, Shinyanga, Geita, inabidi waanze kampeni, jamani tumia mbolea au usichome mavi ya ng'ombe ukachomea kiazi. Huku hiyo kampeni haipo. Lakini kwenye utumishi, watumishi wanawekeza. Utumishi huku wafanya kazi Njombe, wamewekeza Dodoma, fanya kazi Njombe, wamejenga Mwanza, fanya kazi Njombe, wamejenga Dar es Salaam, na wanaheshimu pesa. Na wanaithamini. Na wanathamini kazi. Na community ya hapa ni watu wanaothamini kazi. Ukiona mtu anacheza pool table ni mtu wa kuja, sio mtu hapa. Kwa hiyo hapa ni jamii ya wafanyabiashara. Pure. Mkinga ni mfanyabiashara, Mbena ni mfanyabiashara. Mkinga, Mbena ndiye muhindi wa ukanda huu. Ni watu ambao wanathamini sana. Kwa hiyo mtaona hapa ni mkoa ambao una kache ya tofauti sana na kache ambazo tunatoka. Naamini hao watu wengine mko nao makazini, mnaona hata kacha zao, sababu wengine wanafanya kazi kule mliko. Na wakaribisha sana sana wakati wowote. Sisi ofisi zetu ziko wazi. Karibuni sana na asanteni sana.